Neno la Mungu tutalipata katika Injili ya Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Marko Mtakatifu, ule mlango wa 16 ambalo lilikuwa ni somo la 3. Na habari hizi zinapatikana pia katika Mathayo 28:1-8 na Luka 24:1-12 na Yohana 20:1-10. Lakini pia habari hizi tunaweza kupata katika Wakorintho wa kwanza mlango ule wa 15 mstari wa 1-8. Katika Marko mahali hapo pameandikwa, hata Sabato ilipokwisha kupita, Mariamu Magdalena na Mariamu mamaye Yakobo na Salome walinunua manukato wapate kwenda kumpaka. Hata alfajiri mapema siku ya kwanza ya juma wakaenda kaburini, jua lilipoanza kuchomoza. Wakasemezana wao kwa wao, ni nani atakaye tuvilingishia lile jiwe mlangoni pa kaburi? Hata walipotazama waliona ya kuwa lile jiwe limekwisha kuvilingishwa, nalo lilikuwa kubwa mno. Wakaingia kaburini, wakaona kijana ameketi upande wa kuume, amevaa vazi jeupe, wakastaajabu. Naye akawaambia, msistaajabu, mnamtafuta Yesu Mnazareti aliyesulubiwa. Amefufuka, hayupo hapa. Patazameni mahali walipokuwa wamemweka. Lakini enendeni zenu mkawaambie wanafunzi wake na Petro ya kwamba awatangulia kwenda Galilaya, huko mtamwona kama alivyowaambia. Amen. Wapendwa kanisa lake Mungu, kabla sijaendelea na ushirikishano wa neno la Mungu, kwa moyo wa unyenyekevu mwingi mbele zake Mungu na mwili wake Kristo, kanisa lake, ninanyenyekea sana mbele za madhabahu hii kupata neema kuweza kusimama. Baba Askofu mwenyeji wetu na viongozi wa makanisa, umoja wa makanisa hapa Dar es Salaam, japo naona ni uwakilishi wa umoja wa makanisa. Nikiona muonekano huu, ninaona ni uwakilishi wa umoja wa makanisa Dar es Salaam. Mungu wa baraka aendelee kutubariki kwa ajili ya umoja huu na habari za ufufuo wa Yesu Kristo. Nilipokuwa naangalia kwenye Injili ya Mathayo na Luka, nikaona habari ambazo zinazungumza wenzetu wakitiwa moyo. Kwa nini kumtafuta aliye hai katika wafu?
lakini pia nikaona mahali ambapo pameandikwa amefufuka, hayupo hapa. Nilipoona habari hizi nikaona ni habari za kufufuka kwa Yesu Kristo, na ambapo habari hizi zinatushirikisha juu ya kukumbuka utimilifu wa ahadi za neno la Mungu. Tunapozungumza juu ya Pasaka, tunapozungumza juu ya ufufuo, Mungu atujalie neema kuziamini ahadi za neno lake Mungu, maana aliahidi na yametimia. Kwa hiyo umoja wa makanisa na popote ambapo ujumbe huu unafika, tunaona ni utimilifu wa ahadi za neno lake Mungu. Na kama ni utimilifu wa ahadi za neno lake Mungu, Mungu atujalie neema yake. Nikawa naangalia, nimeona wangesema taja wahusika. Nimeona habari za wanawake, wengine wametajwa kwa majina: Mariamu Magdalena na Mariamu mamake Yakobo na Salome na Yohana. Majina yakitajwa mahali, wengine wanatajwa kwa ujumla wake. Ukiwepo mahali ukitajwa katika ujumla, usipate shida. Na wengine wakitajwa kwa majina yao, yametambulika majina yao. Ukiwepo mahali tukitajwa kwa ujumla na mtu akitajwa kwa jina, na ndivyo ilivyo. Wanatamkwa wanawake na anatamkwa na wengine wanawake kwa majina yao, na mahala pengine wametamkwa wanafunzi, ametamkwa Petro, ametamkwa Yohana. Habari hii kama ni wahusika, wako hata maaskari. Habari hii kama ni wahusika wa habari, yuko ama wako walinzi. Habari hii kama ni wahusika wa habari, wako malaika. Habari hii kama ni wahusika wa habari, yuko Yesu, ambaye na somo la Isaya tumesoma ni huyu ambaye alitabiriwa kwamba anafuta machozi ya wote wanaolia. Habari hii ambayo tumeisoma, wako viongozi wa dini. Habari hii tuliyoisoma, wako viongozi wa serikali. Ninabarikiwa na neno la Mungu. Huyu ni Yesu ambaye katika ile Marko 8:31 hadi 36 aliweza kutabiri anapoielekea Yerusalemu, na kwamba ninapelekwa huko, nitapata mateso mengi, nitakataliwa, na mahali pengine imeelezwa yale ambayo yatamkuta huko, na kuvuliwa nguo na kutemewa mate. Lakini habari tuliyoisoma, wamenibariki hawa wahusika wanawake, wakasemezana wao kwa wao, wakisema, ni nani atakayetuondolea lile jiwe kuu mlangoni pa kaburi? Nimeona umoja katika kusemezana wao kwa wao. Katika maisha, Mungu atupe neema kujua unayojua na kujua usiyojua. Katika maisha, Mungu atupe neema na ufahamu kujua unayojua na kujua usiyojua, na usiyojua wako wanaojua usiyojua. Na ndio maana hawa watu
wako tayari kwenda kaburini kumpaka Yesu mafuta, lakini wanajua liko jiwe, kiko kizuizi, kiko kipingamizi, lakini moyo wao una utayari, upo uthubutu. Lakini kama uko uthubutu, wako tayari kwenda, lakini kiko kizuizi, na wanajiuliza iko nguvu ya nani itakayowasaidia katika maisha. Tambua mchango wa watu wengine, pamoja na nguvu ulionayo, thamini mchango wa watu wengine. Na ndio maana hawa wanawake wananipa somo, ni nani atakaye tuondolea jiwe mlangoni kwa kaburi? Katika maisha hayuko mtu anayejitosheleza mwenyewe. Kila mtu anategemea msaada wa mtu mwingine. Anayejitosheleza yeye mwenyewe ni Mungu peke yake, na kama ni Mungu peke yake anayejitosheleza, na ndio maana hawa wanawake, samahani baba askofu, naruhusiwa kumuvu, na ndio maana hawa wanawake wakajua ni nani atakaye tuondolea ile jiwe kuu mlangoni pa kaburi. Yaliyo magumu kwako, yaliyo magumu kwangu, sio magumu kwa Mungu. Tukiyajua hayo kwamba yaliyo magumu kwetu si magumu kwa Mungu, hawa watu wakathubutu. Na hao ni wanawake ambao wakati wa msalaba walikuwa wa mwisho kuondoka msalabani, na kaburi ambako yuko kaburini wamekuwa wa kwanza kwenda kaburini. Moyo wa uthubutu. Na watu wanasema penye nia pana njia. Pamoja na mazingira ambayo yalikuwa yanatisha, maana maaskari wapo wanalinda kaburi la Yesu ili asiyekaibiwa, na limewekwa jiwe kubwa na limegongwa na muhuri. Kwa nini muhuri? Maana alipouawa hawa viongozi wa dini wamemwendea Pontio Pilato ili aweke mamlaka ya uthibitisho wa ulinzi ili palindwe. Ninampenda Mungu ambaye nguvu zake ni zaidi ya nguvu tunazozijua ni nguvu, na tukiyajua hayo, wapo wenye nguvu na ni kweli wana nguvu, na wala hatuwezi kupinga kwamba wana nguvu, lakini yuko Mungu mwenye nguvu zaidi ya wenye nguvu. Maana huyu Yesu mfufuka ni mwenye nguvu mbinguni na duniani, ni mwenye nguvu, na kuzimu ndiye Alfa na Omega. Na kama ndiye mwenye nguvu zaidi ya wenye nguvu, ndiye Yesu yu kaburini. Hawa watu wanapojiuliza ni nani atatuondolea jiwe mlangoni pa kaburi, Yesu yeye mwenyewe, Mungu yeye mwenyewe ameshuka kushughulikia yale yanayosumbua katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Tuwapo hapa Salvation Army, tuwapo hapa jeshi la wokovu, nitangaze katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili, yaliyo magumu kwako, kwa Mungu ajaye magumu, na Mungu akufute machozi. Yaliyo kizuizi kwako, kwa Mungu akijaa kizuizi. Anafungua njia, anabomoa ukuta, njia inapatikana, na njia ipatikane kwako. Habari hii ya ufufuo wa Yesu Kristo inatupa neema kila mmoja aone wajibu wa kutunza na kuendeleza umoja. Kila mmoja popote alipo aone kuwa na wajibu wa kutunza na kuendeleza umoja popote ulipo. Kwa nini jiwe ni tishio? Taarifa ya habari jana, nimesikia habari ambazo zimekuwa tishio na fadhaisho kwa wengi, kwamba ukienda maeneo mengine na mtu ukiguswa na watu, nikawa nafikiri mile mingine kama ni hapa Dar es Salaam, nimepita maeneo ya Kariakoo pale Kongo na unaguswa na watu wengi, ama nimepita Mbagara ukaguswa na watu wengi, na maeneo kadha wa kadha. Sasa waliokuwa nasema habari zilizosemwa kwamba ukiguswa na watu, nazungumza jiwe ambalo hao kwali kwa zuio, ni nani atakayewaondolea? Kwamba mahali hapo viwanda vya uzalishaji vya watu, mashine inabomolewa,
na kama mashina inabomolewa, lakini mamlaka imethibitisha kwamba mambo hayo hayapo. Ni nani atakaye kuondolea jiwe mlangoni pa kaburi? Yako yaliyo Matiso, fikiri kama ukiguswa na mtu vitendea kazi vinaondoka, kama si Mungu peke yake. Tunatangaza katika anga la Tanzania, katika ardhi ya Tanzania kwamba Mungu atutetee na Mungu atuokoe, na kama aishivyo Mungu aendelee kuwa Mungu wa nchi. Malaika wameshuka, wameshughulikia. Ninaipenda Biblia ile Zaburi ya 34:7 kwamba malaika hufanya kituo akiwazungukia mchao. Malaika wameshuka, wameshughulika na kuondoa jiwe. Jiwe halikuondoka ili Yesu afufuke, bali jiwe liliondoka ili watu waone kwamba Yesu amefufuka. Jiwe halikuondoka ili Yesu apite, bali jiwe liliondoka ili watu waone kwamba Yesu amefufuka. Na kama Yesu amefufuka, ametimiza ahadi za neno lake, na kama ametimiza ahadi za neno lake, ni kwamba nguvu za dunia haziwezi kushinda nguvu zake Mungu. Nimeshangaa mara pengine ukisoma alipofufuka, wako watu wanapewa rushwa kusema ameibiwa. Mungu atujalie neema kukataa rushwa. Popote uwapo, kataa rushwa. Maana hawa watu ili waseme ameibiwa, pesa inatolewa. Rushwa hupofusha haki ya wenye haki na kuwapa haki wasio haki. Kwa unapokataa rushwa, kubali kutenda kweli, na kama unakubali kutenda kweli, na Mungu ndiye kweli na ahadi zake zinadumu, hata kama watu hawataki, ahadi zake zinadumu. Yesu mfufuka apate kuleta ufufuo, apate kuleta urejesho, apate kuleta tumaini, apate kuleta baraka. Ninashangaa Baba Askofu mwenyeji na viongozi wenzangu makanisa mbalimbali, ziko mila na desturi, ziko sheria, ziko kanuni, ziko taratibu, na katika maisha uliowakataa wewe, Mungu hajawakataa. Usiwapenda wewe, sivyo Mungu alivyo. Mtazamo wa Mungu sio mtazamo wa kwetu. Nani angetegemea hawa wanawake waweze kuwa mashahidi wa kwanza? Mungu anapotimiza shauri la kwake hafungamani na mlengo wao wowote. Kwa Mungu atupe neema kulingoja shauri la Bwana, anayotumia mtu awaye yeyote kutimiza shauri la kwake. Habari za ufufuo, Mungu atupe furaha, Mungu atupe amani, Mungu atupe matumaini, Mungu atupe kuziamini ahadi zake. Maana akiahidi, yeye si muongo, ni mwaminifu mchana, ni mwaminifu Januari, mwaminifu mpaka Disemba. Tuziamini ahadi zake katika neno lake, na ndio maana imeandikwa neno la Kristo na likae kwa wingi ndani ya mioyo yenu. Kwa tukiwa na neno la Kristo, imeandikwa ndimi nikuponyaye, ndimi nikulindaye, uingiapo na utokapo, ndimi nikupae faida, ndimi nikupae kibali. Neno la Mungu ndimi nishibishaye kila nafsi yenye kiu, na Mungu apate kutushibisha, na Mungu apate kutendea mema, na kila paliposhindikana milango ipate kufunguliwa, na pale tulipo na kibali tupate kibali, na pale ambapo hatuna ulinzi wa damu ya mwanakondoo Yesu Kristo ipate kutufunika. Na karibu na mwisho, Pasaka ambayo ni ufufuo wa Yesu Kristo. Tuione nguvu ya Mungu, tuone upendo wa Mungu, tuone matumaini. Na aliwaambia kabla hajafa kwamba huzuni mlio nayo itageuzwa kuwa furaha, na furaha mtakayoipata hakuna atakayewaondolea. Nami nitangaze kama alivyotangaza kwamba ingawa na huzuni, maana nenda msalabani, lakini nitakapofufuka furaha hii
hakuna atakayeondolea. Mungu asikuondolee, mtu yeyote asikuondolee furaha yako mchana na usiku. Uwe na furaha, uwe na amani, uwe na baraka, maana furaha ya Bwana ni nguvu yetu. Amen. Enzi zile ningeimba wimbo nimekombolewa na Yesu, lakini enzi hizi sikumbuki. Lakini enzi zile ningeimba nimekombolewa na Yesu.